Mshetani ulio katika mwili wa mwamba Taijan wakati unataka kumshambulia bidada Soha, ghafla tu ukawa umeweza kusita. Kumbe huyu Taijan katika maisha ya zamani sana alishawahi kuwa na mpenzi mwenye sura inayofanana kabisa na bidada Soha, ndio sababu iliyomsababisha aweze kusita kufanya maamuzi ya kumshambulia. Huwezi kuamini, mwamba mpaka zoezi la kutaka kumuua bidada akawa ameliahirisha, akaondoka akiwa na dimbwi kubwa sana la mawazo, akikumbuka moment nzuri walizoweza kuzipitia na bidada miaka ya zamani. Sasa hii inatuchanganya sana, kwa sababu kitu tunachokifahamu kuhusiana na bidada Soha ni kwamba yeye alikuwaga ni mpenzi wa mwamba Chauni kutokea katika maisha ya zamani, na kuna hatima ambayo haikukamilika baina yao, kwa hiyo ilitakiwa ikamilishwe kwa wakati huu. Sasa swali ni kwamba inakuwaje tena na huyu shetani inaonekana kwamba alikuwaga na mpenzi ambaye ni sura ya bidada Soha hivi. Hata taarifa zikamfikia mkuu wa kituo kwamba siku ya leo bidada Soha aliweza kukutana na yule shetani na alifanikiwa kumrekodi video. Basi mzee alipokwenda kuitazama ile video akaanza kufunguka ukweli, akieleza stori nzima namna ambavyo ilikuwa kabla ya babake na Soha kuweza kufariki. Na kumbe mission ya kwenda kumkamata yule shetani, huyu Changhu hakuweza kuhusishwa kwa maana ya mkuu wa polisi, lakini yeye alikuwa anamfuatilia babake na Soha pindi alipokuwa ameambatana na babu yake na mwamba Chauni kwenda kumkamata yule shetani. Akule kujitokeza kwa mkuu wa kituo cha polisi kwa ghafla kulimshtua yule shetani, ambapo akafanya maamuzi ya ghafla sana kumuua baba yake na bidada Soha. Na mzee hii stori nzima alikuwa akimpatia mwamba Isu kwa maana ya mtoto wake, akimwambia kwamba najisi mwenye hatia kwa sababu mimi ndio nilikuwa sababu ya kifo cha babake na bidada Soha. Bwana mdogo anamtazama babake akiwa anaomba msamaha, lakini hakutaka kumjibu chochote kile, akaondoka tu. Bana we, siku zikazidi kusonga tu mpaka tena siku za kipindi cha full moon, yani mwezi utimilifu. Na mara nyingi sana yule shetani huwa anafanyaga mauaji yake kipindi ambacho mwezi unakopo huko timilifu, na kipindi hicho tayari kimeshakuisha kufika. Hasa mwamba Chauni siku ya leo akaamua kwenda kumshughulikia yule shetani yeye mwenyewe, na akawaambia watu wamzuie bidada Soha, wasisubutu kabisa kumtoa hapa ndani. Kila bidada akijitahidi kutaka kutoka hapa ndani, basi anajikuta anazuiliwa. Tunakwambia kwamba tumeambiwa na bosi tusiruhusu kabisa utoke leo. Huku upande wa pili mwamba Chauni ndio tayari ameshakutana na ule mshetani, na sasa wako kufanya mjadala. Katika mazungumzo yao bana, yalikuwa sio ya amani, japokuwa yalikuwa ni ya utulivu sana. Naye bidada Soha anapambana juu chini kuhakikisha kwamba anatoka ndani ya huu mjengo, kwa sababu hayuko tayari kumwacha mwamba Chauni akapambane peke yake. Basi mwisho wa siku akavizia na kuweza kutoka katika dirisha kwa kutupia kitambaa. Mwamba Chauni sijui alikuwa ameshaungana na yule mwamba General, kwa sababu alipata ujasiri mkubwa sana na kuanza kumshambulia yule shetani, na ni kweli kabisa yule shetani akaanza kuzidiwa. Na yule mama kutokea kijijini akatimba eneo la tukio, akaleta ile chupa yake ya kuweza kumhifadhia huyu shetani. Mapambano yakawa yanaendelea hapa ndani. Mshikaji shetani alipoweza kuona bana kile kibuyu, akakumbuka miaka mingi aliyokuwa amefungiwa katika ile bahari, akakumbuka kwamba kama kileta masiara hapa lazima ataingizwa tena katika hicho kibuyu. Mwamba akafurukuta na kuanza kutembeza kichapo kizito hapa ndani. Alimtembezea kichapo kizito sana mwamba Chauni mpaka ikafika hatua Chauni kumbukumbu za zamani zikaweza kuanza kumrudia. Wakati huo kabidada Soha akajitokeza kakampiga na shoti huyu shetani, naye akakavuruguta kule, na wote wakiwa na hali mbaya sana. Ghafla tu yule shetani akataka kuwashambulia mazima, lakini bidada akajisogeza mbele ya mwamba. Alipoweza kumkinga tu hivi, ghafla tu kuna ukingo ukaweza kujitokeza, na bahati nzuri ni kwamba Chauni wa miaka ya zamani akajitokeza. Na huyu Chauni wa zamani alikuwa na nguvu sana, akaweza kuichukua nafsi ya yule shetani na moja kwa moja akaitumbukiza katika kile kichupa. Na mara baada ya hiyo kazi kuweza kukamilika, basi mwamba mpaka alizimia. Bidada Soha alitamani kumfukuza yule Taichani ambaye sasa ndo alikuwa amepandwa na yule shetani, lakini baadaye akaahirisha, akaamua kurudi tu kwa mwamba ili aweze kumpeleka hospitalini kwa ajili ya matibabu zaidi. Sasa wakati huo mwamba Isu akaanza kumfukuza yule sasa Taijani ambaye hana shetani ndani yake, fukuza vibaya mno, na mwisho wa siku akafanikiwa kumkamata. Baada ya miezi kadhaa mbele, Isu akawa amepandishwa cheo. Kumbuka mtu aliyemkamata wala alikuwa hana shetani ndani yake, ni mtu wa kawaida kabisa. Na jambo la kushangaza ni kwamba mwamba Chauni kutokea kipindi kile aliingia katika koma, yani jamaa alilala tu usingizi mzito sana, hajaamka mpaka hii leo. Lakini hawa mizimu pamoja na bidada Soha waliendelea kuwa marafiki na kuendelea kupiga stori kila siku. General Chogang siku ya leo alielekea hospitalini na kwenda kumpa pole mwamba, lakini alipoweza kufika alikuwa ni mwenye huzuni sana. Hasa huyu mwanamama mganga akaanza kushangaa, akasema nimeshangaa kuona kwamba jamaa ameweza kutumia uwezo wake yeye peke yake na ameweza kumkamata yule shetani na kumweka katika chupa, sijui imewezekanaje. Lakini General akasema kwa kukutana wawili hawa basi lazima wameweza kuibua nguvu ya zamani sana ambayo ilikuwa imejificha ndani ya mwili wa mwamba Chauni, ndio iliyoweza kusaidia jambo hilo liweze kutokea, na hiyo ni kutokana na uwepo wa bidada Soha kuwa jirani yake. Hasa wakati mwamba Chauni yuko katika koma, alikuwa akipata maono ama ndoto ya zamani kidogo, na katika ndoto hii alikuwa anaona kana kwamba alikuwa amevaa cheni fulani hivi na akawa anaelekea katika maeneo ya madhabahu kwenda kufanya ibada kwa ajili ya mvua iweze kunyesha. Na mara tu baada ya kumaliza ibada yake, ghafla tu wingu likajitokeza na mvua ikaanza kunyesha pale pale. Bidada Soha alipoweza kuona tukio lile, alisimama mbele za watu na kuweza kumpongeza mwamba kwamba
kwamba amefanya jambo la heri sana. Na Mwamba Chauni alipoweza kurudi katika chumba chake, kuna mwanajeshi mmoja alikuja na kusema kwamba anahitaji wasitumie nguvu za Mwamba Chauni katika kupambana na maadui, lakini Chauni akasema nguvu zake zitatumika katika matukio ya muhimu, ikiwa ni pamoja na kuita mvua na mambo mengine ya msingi zaidi, sio kupambana na maadui. Huyu msoja alimlamba kibao Mwamba Chauni akasema, we ni mpumbavu sana. Sasa huku upande wa pili tunaonyesha princess fulani hivi akiwa anampendaga sana Chauni kutokana na uwezo wake, na huyu princess alikuwa anapambana kuhakikisha anafanya lolote lile ili mradi Chauni aweze kumpenda. Na siku moja bana, princess alikuwa anampatia mtu mmoja ambaye ni masikini pete ya gharama sana, tena alikuwa anampatia mbele ya Mwamba Chauni, na princess huyu akaona chelea atakuta mwana si wake. Siku moja akamtongoza Chauni na akamwomba amvishe ile pete. Baada ya Chauni kuweza kumvisha, akaongezea maneno kwa kusema kwamba umeniomba nikuvishe pete, lakini sijakuvisha kama ni mchumba wangu, bali ni mtu baki tu. Bidada alimaindi mno. Sasa upande wa pili wa ufalme alikopo ni mwamba mmoja anafahamika kama Sojong. Huyu jamaa ndio yule shetani ambaye kwa wakati huo alikuwa anasumbua sana na kuwekwa katika chupa. Hasa maisha yake ya kabla, jamaa alikuwaga ni mdogo wa mfalme. Kuna siku akaweza kumtilia mfalme sumu, na baada ya kufanya mapinduzi ya ule ufalme, yeye ndo akawa mfalme mkuu. Hasa mwamba akataka kutanua zaidi ufalme wao, na plani yake ikawa ni kwenda kuvamia ufalme ule ambao Mwamba Chauni anapatikanika. Lakini alikuwa ametuma wapelelezi kwenda kuupeleleza ule ufalme. Wakasema kwamba kuna mtu anayefahamika kama Chauni, inaonekana na uwezo mkubwa sana, kwa hiyo inawezekana ikaja kuwa ni hatari zaidi ilipidi walipopo watakuja kuvamia katika eneo hili. Hasa wakiwa hawajui chochote kile ambacho kinaendelea. Kumbe katika ufalme wa kina Chauni bana, leo mwamba alikuwa ameweza kutimba, huyu ambaye kwa sasa hivi ni shetani, na alikuwa akitazama kila kitu ambavyo kinaendelea. Sasa Mwamba Chauni anaendelea kucheza na watoto, mwamba anazidi kutazama ile cheni ya Mwamba Chauni katika kifua. Hasa kuna mtoto fulani alikuwa anakimbizia kishada chake, na kile kishada kilikuwa kimeelekea upande wa ule mwamba ambapo alikuwepo. Baada ya kufika pale, huyu mwamba akataka kumuua huyu mtoto, lakini yule mwanadada ambaye ni princess akaweza kumzuia na kusema kwamba tafadhali usimzuru mtoto huyu. Na huyu mwamba alikuwa ameumia katika mkono wake, basi bana akasaidiwa hata kuweza kufungwa katika ule mkono. Kutokea wakati huo jamaa alianza kumpendaga sana huyu bidada ambaye ni princess. Hasa nyakati za usiku zilipoweza kufika, princess akamfuata Mwamba Chauni na kuanza kumtongoza tena, lakini Chauni alimkataa na kusema kwamba yeye ni mtu wa kawaida sana, hawezi akadeti na princess, mtu ambaye anatokea katika familia ya kifalme. Hasa yule mwamba Taijan akarudi katika kikao na wenzake na akasema kwamba nimeweza kugundua kitu ambacho kinasababisha yule mwamba aendelee kuwa na nguvu. Inaonekana ni ile cheni ambayo iko kifuani pake. Kwa hiyo mpango mzima ili waweze kuvamia ule ufalme lazima waanze kwanza kumteketeza Mwamba Chauni. Wengine wote hao wanawaweza. Hasa huko katika ufalme wa kina Mwamba Chauni, kwa bahati mbaya leo princess wakati anamuuguza mgonjwa mmoja ambaye alikuwa na hali mbaya, kwa bahati mbaya sana akajikuta yeye ndo ameweza kuambukizwa ugonjwa ule, na mwisho wa siku hali yake ikawa mbaya sana. Sasa katika kujadili, madaktari wakawa wanasema tiba inapatikanika, lakini inapatikanika katika ufalme wa pili, kitu ambacho ni hatari sana kuelekea huko. Lakini Mwamba Chauni aliposikia kwamba princess anaumwa, basi moja kwa moja akaomba yeye kuelekea kuifuata hiyo tiba, na ni kweli aliweza kufanikiwa. Lakini wakati anashuka katika hicho kilele cha mlima akajikuta ameanguka. Zikapita siku 4, bidada hali yake ikawa mbaya zaidi. Hasa yule mwamba General Chogang ambaye kwa sasa hivi tunaye katika maisha ya sasa hivi, ndiye ambaye pia alikuwepoge general kutokea katika kile kipindi cha mwanzoni, yani mkuu wa majeshi. Akawa anapanga kwenda kumtafuta Mwamba Chauni katika maeneo ya mapori, lakini bahati iliyo njema ni kwamba Chauni ndio akawa anarudi wakati huo, na baada ya kusikia habari kwamba bidada princess sasa hivi anaendelea vizuri, basi alifurahi sana. Hasa general akaanza kumuuguza Chauni, ila alimwambia neno moja kwamba inaonekana unampenda bidada, lakini kwa nini hutaki kumwambia kwamba unampenda? Lakini Mwamba Chauni akasema nina kifaa ambacho kila mtu anakitamani kukipata. Kama nikiwa na mpenzi, basi huyo mpenzi lazima aingie katika matatizo. Kwa matatizo yangu yote yatakuwa ni matatizo ya mpenzi huyo pia, kwa kitu ambacho sikipendi kabisa. Lakini Mwamba General alisema kwamba uwe huru kabisa, mimi niko tayari kukulinda wewe katika kila hali na kuhakikisha kwamba unaendelea kuwa na mahusiano bora kabisa na huyo bidada ambaye ni Soa wa kipindi hicho. Alafu General hakuishia hapo tu, moja kwa moja akamfuata bidada kisha akamsimulia tukio zima lilivyokuwa. Akasema ulipokuwa umepata maambukizi, basi mtu aliweza kujitolea kwenda kuitafuta dawa katika maeneo ya hatari, hakuwa mwingine bali ni Mwamba Chauni. Kiufupi ni kwamba anakupenda sana. Hasa wakati huo baba yake na bidada Soa alikuwaga ndo mfalme katika kipindi hicho. Sasa akabidi kwenda kumweleza kwamba kuna kijana ambaye ametokea kupendana naye na anahitaji huyo kijana aweze kumuoa. Mfalme akiangalia mwanaye kutoka mama yake alipoweza kufariki, mtoto wake hajawahi kutabasamu, lakini baada ya Mwamba Chauni kuweza kuingia katika maisha yake, mtoto wake ameanza kutabasamu. Mfalme hakuwa na pingamizi kabisa, akaruhusu ndoa ile, na baba akaahidi kwamba japokuwa si jambo la kawaida, lakini atahakikisha anaongea na mawaziri ili mradi tu ndoa hiyo iweze kupita. Hasa siku ya leo katika ufalme kuna jambo la kustaajabisha sana. Mwamba Taijang alikuja na alihitaji kufanya kikao cha amani na mfalme, lakini bidada Soha alikuwa anamtafuta Mwamba Chauni aweze kumpa habari njema kwamba babake amekubali waweze kuoana. Sasa wakati huo akaambiwa kwamba Mwamba Chauni amesafiri kuelekea katika maeneo ya milima. Bidada
hakujali kabisa princess wake, akamfuata Mwamba Chaoni mpaka huko katika maeneo ya milima, na kwa mara ya kwanza akamtamkia Chaoni kwamba anampenda. Basi wakaweza kukisi katika maeneo hayo ya milima, na bidada kwa kuwa baba yake alikuwa ameridhia kwamba atakwenda kuoana na Mwamba Chaoni, alipoweza kurudi tu katika ufalme akamweleza babake kwamba ameshakubaliana na Chaoni kwamba watakuwa tayari kuweza kuoana, lakini baba yake akasema basi kuanzia leo utaolewa na huyu ambaye ni kutokea katika ufalme mwingine, yani Mwamba Taijang. Kwa hiyo Taijang alikuja hapa kwa lengo la kuja kumuoa bidada, na ukumbuke alimpenda siku ile ambapo bidada alikwenda kumsaidia wakati anataka kukaua kale katoto, na bidada alimkataa Mwamba mbele ya watu wote, lakini jamaa akawa amemfuata bidada huko machochoroni na akaanza kumwambia kwamba mimi nimetokea kukupenda, na mimi kukupenda kutaepusha vita katika ufalme wenu, nitakiwa ukumbuke jambo hilo. Akawa anamshika bidada mkono, lakini huwezi kuamini bidada akasema anampenda Chaoni, na hapo ndipo alipokuwa amekosea sana. Mzee mfalme bana alikuwa ni mzee mwenye hekima sana, akawa amemwita mpaka Mwamba Chaoni akasema kuwa ninapenda sana kama ungeoana na binti yangu, lakini bahati mbaya ni kwamba kama binti yangu asipoolewa na ufalme upande wa pili, basi inaweza ikatokea vita kubwa sana ambayo itagharimu maisha ya watu wengi. Kwa ruksa yako ningependa umruhusu mwanangu aweze kuolewa na ufalme upande wa pili. Na Mwamba General akamfuata Chaoni na akasema kwamba usikubali kumwacha mtoto mzuri, binti ambaye unampenda aweze kutoweka katika mikono yako kirahisi namna hiyo. Tumia cheni ulionayo, nenda kapambane vita ushinde ule ufalme wa pili ili ubakie na bidada. Lakini Chaoni akasema cheni hii si kwa ajili ya mapigano ya vita, bali ni kwa ajili ya matukio yote muhimu ambayo yanahusisha ibada, mfano kama kuomba mvua na vitu kama hivyo. Na akasema kama ikitumika katika masuala ya vita, basi tambua kwamba italeta mikosi na mabalaa mengi sana katika ufalme wetu. Bidada Soha aliposikia kwamba Mwamba Chaoni amekubaliana na hali ya kwamba bidada akaolewa, alijisikia vibaya sana, akawa analia kila siku chumbani kwake. Na siku ya leo walipanga kukutana katika eneo ambalo walikutana kwa mara ya kwanza na kuweza kusemeana kwamba wanapendana. Na Mwamba alimweleza bidada aolewe na yule Mwamba, lakini bidada alikataa kabisa, na jamaa hakutaka kabisa kuendelea kumsikiliza bidada, akawa anaondoka zake. Na kumbe mtaalamu Taijang alikuwa akiwatazama kwa mbali namna ambavyo walikuwa wanaagana wawili hawa. Sasa unajua Taijang alivyokuwa ni mshenzi, yeye akaenda kuripoti kwa mfalme kwamba eti Mwamba Chaoni amekuwa akimtongoza bidada akisirisiri. Kwa hiyo kama mtu unaweza kumtongoza mtu ambaye amechumbiwa na mtu mwingine, unatakiwa kuuliwa. Basi Mwamba Chaoni akaletwa mbele ya mfalme ili aweze kuuliwa, lakini mfalme mbadala wa kutoa adhabu ya kifo, yeye alisema Chaoni anatakiwa kufukuzwa katika ufalme huu na apelekwe katika maeneo ya mipaka ya nchi. Wakati Mwamba anasafirishwa sasa kupelekwa katika mipaka, basi Mwamba Taijang akaanza kumwambia kwamba aisee, nitampenda sana demu wako ambaye unampenda, na hakikisha kwamba nitamhudumia vizuri, nitamfanya ajisikie vizuri mpaka kusahau, sawa Na swali ni moja tu, je, Mwamba Chaoni amekubali kumwachilia bidada katika mikono ya huyu Mwamba Nyang'au? Itakuwaje katika sehemu ya 12? Mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Hakikisha kwamba upo pamoja na mimi, na ukiwa umegusa alama ya like mbao tufikishe like 300 tunasonga mbele.